pale mambo yote kunapitikana. Hapa ni Kindu na 10h baliniere ya Tosanga Kibombo yao ile inalungula na 10h. Baliniere ya Tosanga ile. Batu biko mkusukuma. Haya ni mabaki ya meli ambayo iliweza kuteketezwa na mmoja kati ya waumini wa nabii wa kujitangaza, niseme hivyo, ambaye julikana kama Ebo Noah, ambaye aliwatangazia raia wake na waumini wake na wafuasi wake kwamba dunia itaisha tarehe 25 ya Disemba. Sasa akawa anaambia kwamba ametengeneza safina kwa ajili ya wao kuja kujistiri humo ndani, na kutokuwa na mvua kubwa sana ambayo itanyesha na itasababisha mafuriko. Sasa yote ambaye atakuwa yupo nje ya safina hiyo basi ataangamia. Sasa baada ya taarifa hizo, kuna familia nyingi sana ambazo zilijitokeza nilikuonyesha msafara wa watu wengi sana akiwa wanangangana kwenda kupata nafasi kwenye safina hiyo. Sasa baada ya hapo, kuna jamaa mmoja ambaye unaambia kwamba alishikwa na hasira sana baada ya mwisho wa dunia kuweza kuahirishwa tena, na akawa ametoa familia yake na akawa amejitolea na vitu vingi sana kuweza kuweza kupata nafasi kwenye safina hiyo. Sasa baada ya jamaa kuweza kupata taarifa za kuahirishwa kwa dunia ama kuahirishwa kwa mwisho wa dunia, akapata na ghadhabu, hasira, akaenda akaiteketeza safina. Lakini kwa bahati mbaya alikuwa hajui kwamba meli ambayo alikuwa anaiteketeza ilikuwa sio safina ambayo ilikuwa imetengenezwa na huyu mhubiri ambaye julikana kama Ebo Noah. Sasa kwa mujibu wa polisi nchini Ghana wamesema kwamba aliyoiteketeza bana alikuja akateketeza meli ya mtu mwingine tofauti, akiwa anafikiria kwamba ndio safina ambayo ilikuwa imejengwa na huyo Ebo Noah. Sasa inasemekana kwamba hasira ambazo zilipelekea yeye kuja kuchoma, alikuwa anataka kurudisha ama kuonyesha hasira zake kwamba amelaghaiwa na amekasirishwa na kitendo cha Ebo Noah ambaye ndio mhubiri wao kuwadanganya. Sasa hajajulikana kama fidia itaweza kutolewa ama kuna kitu ambacho kinafanyika pale, sababu nilikupa taarifa jana tu kuhusiana na huyu Ebo Noah kuweza kununua gari la kifahari la takriban kama milioni 400 fulani hivi, siku chache tu baada ya kuweza kutuhumiwa kwamba alichukua pesa nyingi sana kutoka kwa waumini wake, ili aweze kupata nafasi ya kuingia kwenye safina yake ambayo alikuwa ameitengeneza. Sasa baada ya kuweza kuahirisha mwisho wa dunia, hasira ndio zikawa kama hivyo. Unaona kabisa kuna jamaa ambao wanasukuma meli hiyo kuingia ndani ya maji, labda kuweza kuzuia moto usambae kwenye ngarawa zingine ambazo zipo pembeni, lakini taarifa hazijatolewa kiujumla ama kiundani kuhusiana na kama pasta huyo ama tasema kwamba nabii huyo atakuwa amekamatwa na jeshi la polisi nchini Ghana ili aweze kutoa maelekezo kuhusiana na kutoa taarifa za uongo, kwa kizungu inajulikana kama misinformation. Sasa hajakamatwa mpaka sasa hivi, lakini jamaa yupo anakula maisha kama kawaida. Waumini wake wengi wameshakuwa so very much disappointed na taarifa ambazo alikuwa amezitoa, lakini kuja tena kuzikanusha baadaye. Ila alisema kwamba mwisho wa dunia umeahirishwa, lakini akasema kwamba anahitaji tena muda kuweza kutengeneza safina zingine nyingi zaidi ambazo zitaweza kuaccommodate ama zitaweza kufanya hawa watu wote wakaenea mle ndani. Sijui una maoni gani kuhusiana na hiki alichokifanya mshikaji kwa hasira akaja kuteketeza meli hiyo, na pia una maoni gani kuhusiana na wafuasi wake ambao waliamini maneno na bado wanazidi kumfuatilia sana huyu nabii wao? Drop pale chini kwenye uwanja comment.